Bwana Yesu apewe sifa. Mtazamaji, nikukaribishe tena katika chumba chetu cha siri. Mungu ametupa kibali leo tena kuwepo ndani ya chumba cha siri. Nikukaribishe sana, uwe nasi mwanzo mwisho. Tuombe kwa kifupi kwa ajili ya kumkaribisha Roho Mtakatifu. Tuanze naye. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lo hai, tuko mbele zako. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, tupa kibali tena kwa ajili ya kuwepo ndani ya chumba cha siri. Tupo tayari Bwana Yesu, tutumie jinsi ulivyokusudia. Tunakuomba kupitia Roho yako Mtakatifu akawe mwalimu wetu, kiongozi wetu mahali hapa. Asante kwa ajili ya mtazamaji, pia namkabidhisha mikononi mwako. Anavyosikia Yesu Kristo mafundisho haya ndani ya chumba cha siri, akapate kuelewa. Ni katika jina lako wewe Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti lo hai tunaomba tukiamini. Amen. Amina. Barikiwe kwa maombi. Karibu sana. Asante. Somo la leo ni jipya. Bila shaka. Karibu. Asante. Mtazamaji, leo tuna chakula kipya. Kama ni sahani na kijiko pia uandae vizuri. Na mdomo pia kwa ajili ya kula. Karibu mama. Asante Irene, kabla hatujaendelea huku. Ndio. Kumbushane neno letu la ufunguzi. Ndio. Yakobo. Okay. Lipo Yakobo 1. Mstari wa 22 hadi 24. Iweni watendaji wa neno, wala tusiwasikiaji tu. Ukisikia na usipolitenda unafananishwa na nini? Tunafananishwa na yule mtu ambaye amejiangalia kwenye kioo alafu akasahau jinsi alivyokuwa. Alivyojiangalia akaenda huko akasahau alikuwaje usoni mwake. Na ukisikia ukalitenda unafananishwa na nini? Si nisemeje hapo, wewe nisaidie kujibu hilo swali mwenyewe. Ina maana litakuwa sasa neno linakuweka vizuri. Linakuweka huru kwa sababu unakuwa unajitambua sasa, upotezi tena kwenye hata yani sura yako, muonekano wako upotezi. Kwa sababu umelisikia na umelitenda. Ina maana unatembea kwenye mapenzi ya Mungu mwenyewe, si ndio? Ndio. Karibu sana. Asante. Somo letu la leo, mtumishi wa Mungu, linasema changamoto za watumishi wa Mungu katika utumishi wao. Changamoto za watumishi wa Mungu katika utumishi wao. Yaani Mungu ametuita watu wote tumtumikie. Ila upinzani unakuwa mwingi. Watu wote tumtumikie. Hakuna aliyeitwa aliyekuja hapa kwa hasara. Sawa, hapo changamoto zinatofautiana au zimejigawa. Kuna changamoto ambazo mtu anakutana nazo rohoni. Kuna changamoto ambazo mtu anakutana nayo katika hali ya mwili kabisa. Sasa sijajua hapo tuanze na changamoto gani, za rohoni au za mwilini? Mtumishi, hizi changamoto tunavyokwenda nazo zinajitokeza za rohoni, zinajitokeza za mwilini. Tunavyokwenda hivi, tunapoanzia hapa, zenyewe zitakwambia kila kitu kinaanzia rohoni ndio kinakuja katika hali ya mwili. Kwa hiyo tunavyoendelea kwenda tutajua kwamba hii ni ya rohoni tunaihudumiaje, na hii ni ya kimwili tunaihudumiaje. Nikuombe mtumishi wa Mungu nisomee andiko. Au kabla hujasoma andiko, ndio kwanza nikuulize neno changamoto. Ukisikia neno changamoto unafikiri ni nini? Changamoto ni nini? Changamoto najibu unavyoelewa. Niongeze sauti, natamani sauti yako iongezeke ili nikusikie vizuri. Umeanza tena hapo na hapo bado hujanisikia. Changamoto ninavyojua mimi mwenyewe ninavyoelewa. Yaani kwa Kiswahili kingine sijui tuseme ni majaribu. Yes. Majaribu. Kwa hiyo majaribu ndio yanaleta shida pia katika upinzani katika kumtumikia Mungu. Ndani anakiwa kumtumikia Mungu, lakini inaweza kaa kuna changamoto zinemfanya huyo mtu kumtumikia, inamzuia kumtumikia Mungu. Ama hilo jaribu linasababisha kumzuia kumtumikia Mungu. Asante. Kwa hiyo inaweza ikaongezeka tena. Changamoto pia ni tatizo, si ndio? Au mambo ambayo hayatupeleki sawa zinaweza zikawa changamoto. Na katika hizi changamoto za kiutumishi, ndio
kuna changamoto za aina kuu mbili. Ndio. Za kukupeleka juu au za kukushusha chini. Kukupeleka juu hapo mweleweshe nani mtumishi sasa. Ama mtazamaji. Nimekosea kidogo hapo. Unaposema za kukushusha chini au kukupeleka juu. Anaweza kahaelewi. Yaani za kukupeleka juu ni za nikipanda kwenye ngazi zangu pale bado naenda juu. Nikishuka nimeshuka chini. Sasa anaweza kahaelewi kwamba unazungumzia nini pale kwenye kupanda na kushuka. Kuna changamoto za kukuinua ndo za kukupeleka juu. Unainuliwa, unainuka kiroho na kimwili. Kumbe kuna changamoto ambayo inaweza akaja kwamba ni sababu wewe ulikopitia hapo ili upande kiroho. Au katika hali ya na kuna changamoto zinapokuja zinakushusha chini kabisa. Kwa hiyo lazima uwe makini kujua hii changamoto sababu yake kubwa ni nini. Ndio lile swali lako ukasema kuna za kiroho na za kimwili. Kwa hiyo uwe makini kujua hii imekuja ina ajenda gani kwenye maisha yangu mimi, au labda mtu kakuletea jambo, ukiangalia unaweza kugundua ina shida gani au ina ajenda gani kwenye maisha yake. Kwa mfano kwenye huduma mtu anaweza kwambia nimekuja tumegombana nimepigwa. Wewe hutaangalia kupigwa huyo, utaangalia chanzo kilichofanya mtu apigwe kitu gani. Kwa hiyo mtakuwa na kasafari karefu kakusikilizana kufanyaje. Mwisho wa saa aliyekuja na kwambia amepigwa unaweza kukuta mnavoenda kumbe yeye ndo chanzo cha. Unaweza kujua kumbe kupigwa kwako ilikuwa ni sahihi. Sababu ni wewe, kwa hiyo hapa ilikuwa afanyeje zaidi hapo. Sasa ni vile tu utamwonea huruma kwa sababu kumwambia bwana kupigwa kwako ni sahihi atajisikia vibaya. Wewe utamwambia tu kwa neema, kwa hekima, kwa namna fulani ili lakini wewe utakuwa tayari unafanya nini? Unaelewa. Lakini kwa kumpenda na kwa kumtengeneza. Mwambie bwana sitamani uondoke hivyo. Natamani nikwambie kitu. Umenieleza mambo yako, nimekusikia vizuri. Lakini mimi sasa itategemea yupoje, ni mkubwa, ni wakati, ni vipi. Mimi kama mama yako au mimi kama dada yako nikiangalia maelezo yako mpaka hapa uliponifikishia una makosa, nikuombe badilika. Kwa hiyo lazima tufike mahali mtu amekuja msikilize, lakini mwisho wa saa amekimbia fimbo ya mwilini kule, sasa anakutana na fimbo ya rohoni. Sasa ibidi akaje sawa vizuri. Irene, Mungu anakuona. Naomba unisomee andiko toka kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Aya ya 10. Mlango wa 10 aya ya 12. Amina. Na Mungu anasema hivi katika Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12. Neno la Mungu anasema kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Umemwelewa vizuri mwandishi? Ni kwa kweli hapa. Hebu rudia mtumishi. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Umemwelewa vizuri? Anayejidhania kuwa amesimama aangalie, kwa sababu kuna vitu ni vinaweza vikaja hujavitarajia ukajikuta vimekuondoa kwenye huko kusimama wanakotuambia Paulo kwa Wakorinto kabisa. Kuna vitu vinakuja Irene, yani hujatarajia, lakini vikakulalua vikakupiga chini. Ndio maana anayejidhania kuwa amesimama aangalia asianguke. Kwa hiyo kuwa hapo kumbe ni yani si nisemeje? Na mimi nimeokoka bwana. Yesu nini? Hata leo pepo litapita wapi? Ndio Paulo hapa anatuambia hicho. Subiri. Kumbe soma tangazo. Yes. Ni kujishusha na kunyenyekeza mbele za Bwana. Haleluya. Barikiwe. Amen. Bwana nakupenda mdogo wangu, kipenzi changu. Amina. Sasa kuna changamoto ambazo unaweza ukazisababisha mwenyewe au zikasababishwa na watu wengine. Unakubaliana na mimi? Kabisa nakubaliana na wewe. Nakubaliana na mimi. Hebu niambie. Nipe moja tu ambayo unaweza kusababisha wewe mwenyewe. Katika huduma. Kwa sababu mimi pia na mimi ni mtumishi. Majaribu yako mengi. Jaribu la kwanza ambalo unaweza kukutana nalo ni rohoni. Ndio. Kwa sababu yule mtu ambaye unaomba naye mtesi wake yani shetani ambaye anaishi ndani ya mtu.
Shetani ni roho ambaye anaishi ndani ya mtu. Kwa unapomuombea yule mtu, lengo lako ni kwamba Yesu amfungue. Atoke kwenye ule mfungo. Katika ulimwengu huo, wale wanaomfunga wanaelewa, yani kama vile uchukue kitu chako ama labda chakula chako au chochote kile umekifunika, si ndio? Ukakuta kimefunguliwa, kiko wazi, afu hakipo. Lazima utafute huyo mwizi au utafute huyu aliofunua katika hapa ni nani. Ndipo kinapofanyika katika ulimwengu wa roho. Unafanya huduma, unamwombea mtu vizuri kabisa, anafunguliwa. Usipoomba maombi ya ulinzi au maombi ya kumwambia Mungu, naomba nifunike kwa damu yako, yani kuna mahali ile vita inarudi, yani unatafutwa. Kwa sababu mimi na ushuhuda mmoja, kuna mtoto nililetewa mtoto, alikuwa na mwezi mmoja. Nakumbuka vizuri hao watu ulioelekeza wewe mwenyewe. Wakaniambia kwamba, wakanielezea, nikaambia sasa ibidi kesi nzima mtoto, nikamwambia basi ibidi mje naye. Nikawa ni asubuhi, nikapiga magoti, nikamwambia Mungu, huyu mtoto analetwa kwangu, nasikia analia tu. Yaani shida huyo mtoto ni kulia, watu hawalali. Wanampeleka hospitali, hakuna shida. Peleka wanavyojua wao, hakuna shida. Lakini sasa mimi nikamwambia Mungu, wewe ndio unajua analia nini huyo mtoto. Mimi sijui. Nikapiga magoti kumuuliza Mungu kabla hawajaingia, nifanye nini wakija. Nikaonyeshwa katika ulimwengu roho, kitovu cha mtoto kimeshikwa na zile pini za watoto za kitovu. Mtoto kizaliwa tunaona pini zao za kufunga nepi au zile za kufunga kitovu. Okay, zile zamani sisi hatujapata neema kufungwa na hivyo. Mimi mtoto wangu wa mwisho ndo amefungwa na hiyo na uzi. Kwa sasa nikaonyeshwa ile pini iko kwenye kitovu. Yuko mwanamke mmoja ananyonga kile kitovu kupitia nini? Ile pini. Nikapata tabu, nikasema nachokiona ni kweli au nimeona. Sasa cha ajabu walivyokuja, yule mwanamke alikuwa anamwona katika ulimwengu wa roho, na yeye yumo kwenye hiyo timu iliyokuja wale watu kumleta mtoto kwenye maombi. Nikamwangalia hivi, nikaanza kuwaza huyu nilichokutana nacho usiku. Sasa nikaja kugundua kwamba kuna kitu anakijua katika ulimwengu huo. Maswali nikakutana naye. Wakati namwangalia mimi ndani kwangu, naomba ndio Mungu shughulika hapa. Amina. Huyu tunaona sema ndo mtesi, kuna namna ndamfinya mtoto. Maana analia, mtoto anasikia maumivu, ila katika mahali ya mwili huoni. Huwezi kuona. Akaanza kuniuliza maswali ambaye sikumuelewa. Mimi nimwambia Mungu, nijulikane wewe ni Mungu mwenye nguvu. Kieleweke. Sasa cha ajabu sasa, Mungu akasema usianze na huyu mtoto kuomba. Anza na baba yake. Kwa sababu alikuja baba mtoto, mzazi aliachwa nyumbani. Nikasema huyu mama akajifanya naye mwana maombi, akaenda kwenye kona, yani kwenye kona yangu ya nyumba, kasimama hivi. Kije maombi gani naomba kwenye kona hivi? Naomba kuna kitu kinafanyika hapa. Niliomba maombi hayo, acha kabisa. Namshukuru Mungu. Mungu alimfungua yule mtoto. Haleluya. Sasa akaenda alikuwa anakaanza kulia, nikamwambia mtoto sasa analia njaa, sio kulia maumivu yale alikuwa anayasikia. Kwa walivyoenda nyumbani, mtoto akanyonyeshwa, mtoto akanyamaza. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ile bibi mtoto akanipigia simu asubuhi akaniambia hatukwenda hata jumuiya. Yaani tumelala na hizi yetu tuna usingizi tu. Tukakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ilikafika siku ya 6. Nikakutana na kitu ambacho sikielewi katika ulimwengu wa roho. Yule nilikuwa namuona kaongeza na jeshi lingine. Wanakuja kama vile sasa wanakuja kunidai, yani kama vile wewe ulitumwa ufanye hayo. Sasa wakati huo mimi napambana. Naonyesha kijeneza kidogo. Ndani kwangu naona kabisa kijeneza sasa yule mtoto yule ambaye nilifanyia huduma. Yaani naambiwa hivi, asa zima hii mishumaa ile washona na watu wanataka mtoto kumchukua. Na kwenye katika Mungu roho napambana kuzima ile mishumaa. Nilivyoshtuka kwenye ile ndoto, nikasema niingie, nikashuka chini nikaanza niombe. Sasa simu inaita, inaandikwa, nimeandika bibi mtoto kwa sababu nilisema bibi mtoto. Okay. Akasema mtoto ameanza kulia kuanzia saa 6 mpaka sasa hivi hapa. Muda ule ambao umepewa taarifa za hao. Nikasema kumbe wamejialika na maana ongeza nguvu kubwa. Nikaingia kwenye maombi.
Nilipoingia kwenye maombi nilikuwa kwa njia ya simu sasa kumwombea mtoto akatulia. Nikamwambia asubuhi umleteni tuombe tena. Lakini safari msimwache mama yake mzazi. Nje na mama yake. Kabla yote nikaanza kumuuliza mama, naomba niambie, hamna kitu cha kukutana nacho katika Mungu kwenye ndoto? Sababu Mungu amesema anatupatia taarifa. Wewe hujapata taarifa yoyote? Akaniambia nimeota ndoto, tumepangwa mstari, tunagaiwa nyama mbichi, tunagaiwa nyama. Lakini mimi zamu yangu ilikuwa haijafika. Ilikuwa bado watu wawili mbele nyama ndio mimi nifike. Nikashtuka. Nikamwambia ungekatiwa ile nyama ungeila. Kwisha habari. Mtoto angesha kufa ungeondoka. Nikasema huu mlango unatokea wapi? Nikasikia ndani kwangu anza kuomba na mama yake mzazi. Nikaanza kuomba na mama yake mzazi. Roho ilikuwa tayari, yani walitafuta mlango kwa mama mzazi pale, ama ilikuwa ni kweli. Nikasema duniani kuna mambo mengi ya ajabu. Kwa hiyo sasa nimetoa ushuhuda ambao yani umenitokea kwangu mimi. Kwa hiyo nasema katika ulimwengu huo kuna pambano kubwa mno sana. Sasa hapo nimetolea tu mfano mtoto mdogo. Wao walikuja kusema wewe unatuzia. Yani wanaonekana kama mimi ndo nazuia sasa. Na mama wanikuja sasa si ndo kutaka kunimaliza. Sasa yani si utaka vipi pale? Yani kwa sababu wao walitaka wafanye uharibifu pale. Lakini kupitia wewe uharibifu umeshindikana. Kwa hiyo wamerudi kwako kwa vita kali, kwa hasira kali. Yani sasa hapo ndo changamoto hiyo umesababisha. Ina maana wewe kuombea yule mtoto tayari vita imerudi. Umetangaza vita sasa. Kwa hiyo sasa ndo hilo jaribu au ndo hizo changamoto ambazo zinatukuta sisi watumishi. Kwa sababu katika ulimwengu huu hawakubali. Kwa sababu kuna binti moja ilikuja sisi kama vile imekuja kujidhalilisha au vipi, lakini katika kuomba kwake mapepo yakapanda, akasema mimi ndio niliotumwa kuchukua jina. Jina gani? Kumbe jina langu mimi. Jina lako. Ulichukua lini? Kuanzia mwaka jana mwezi wa pili. Umeenda kulikabidhi wapi? Kataja mkoa kwamba nilikabidhi kwenye makaburi ya sehemu fulani. Makaburi wapi? Akataja huo mkoa. Wewe jina langu liko wapi? Limefungwa, limewekwa juu ya paa. Nikamwambia kwa hiyo sasa lengo la kuchukua jina kwa sababu tulienda kuchukua mtoto sehemu fulani. Tukakuta kila tukienda kumchukua mtoto tunakuta picha iko mbele yako na mzuia yule mtoto asichukuliwe. Sasa itabidi wakaniuliza mimi, huyu unamjua? Tutafanya bidii mpaka tutafute nini jina lake. Nikamwambia sasa tushughulikie. Mbona tuna mwaka mzima sasa? Mbona huduma inaendelea? Nikamwambia anayefanya huduma sio Irene. Ni mwenyewe. Ni Yesu mwenyewe anatutumia tu sisi kama vyombo vyake tu. Lakini mimi sifanye huduma. Kwa sababu ningekuwa nafanya hiyo huduma. Mbona mmeshafanikiwa? Mbona jina nimeshaondoka mmeshafanya. Ukajiuliza. Alafu hiyo nilipewa taarifa. So yani story itakuwa ndefu kidogo. Ila nilipewa hiyo taarifa nikaanza kuomba. Nikasema hivi kuna watumishi wangapi ambao wanakumbuka kuomba kung'oa majina kwenye paa za nyumba ambako yamewekwa majina yao? Nikasema nyie mmeniongezea akili nyie. Wewe nilikuwa naomba na usikumbuke kung'oa majina kwenye paa. Haya maisha mimi nakwambia hata pepo likiongea kitu unaweza ukatoka na point. Kwa sababu wanajua, unajua. Sasa katika ile nikamwambia nipe story. Ilikuwaje? Anaelewa vizuri kwamba alinijua kupitia shangazi yake. Na akaniambia hapa nilipo yani napambana, anataka kumuua shangazi. Shangazi tulikutana naye mahali fulani 1 2 3. Kwa hiyo nilitumwa kuchukua nyayo wa mguu. Wewe mguu unamchukuaje? Yaani wewe mguu mtu yuko hapo, wewe unamchukuaje? Alisema nilichota mguu wake kwenye mchanga, likanyaga nikachota. Kwa hiyo mchanga huko unaenda kufanya nini? Ameuficha kwenye begi yule binti. Nikamwambia nakurudisha. Kalete huo mchanga. Leta huo mchanga. Alileta mchanga. Kwa hiyo ulitumwa ndio. Safari ilikuwa inaendelea. Yaani unajua ni Mungu bwana. Kama vile umenasishwa sio utaenda hapo hapo. Lazima yani. Nikasema hivi vitu hiyo tu watu wanaelewa. Ndio maana atakuwa yani ukiwa mtumishi wa Mungu usisahau kuombea jina lako, usisahau kuombea sauti hii, usisahau kuombea macho yako ya rohoni, usisahau kuombea kila kitu wewe ambacho unacho wewe. Kwa sababu wanatafuta mlango wa kudaki wapi ili wafanye ya kwao kwa ajili ya sauti hizi hawazipendi. Kwa hiyo wanataka kukuzizima. Kuna binti moja mkoa mmoja, Mungu nisamee, sije kataja, akasema wewe unachukuaga sauti za watu.
kwa sababu alikuwa ni maombi yake ilikuwa ni anaomba nimuombee atoke kwenye zile nguvu, kwa sababu hataki kutumika kule. Nikaanza kuuliza maswali, uliingiaje huko? Akaanza kunieleza hizo story kwamba alivyoingia, kwamba chanzo alikuwa ni kuumwa, alikuwa kidato cha pili. Kwa chanzo ni kuumwa, mama akampeleka kwa mganga wa kienyeji. Sasa yule mganga wa kienyeji si wachawi. Kwa hiyo sasa akampenda yule binti, akaona kwamba anaweza kufanya naye kazi, akamwambia huyo mama, wewe rudi nyumbani, huyo binti atapona ndani ya mwezi mmoja. Kwa hiyo usirudi huku. Unajua wanawake na sisi tuna akili gani? Wewe unaambia na mganga muache binti kule. Na unawezaje kama akili haijakamata? Akamwacha mganga, akaendelea kumfundisha mtoto mbinu za kichawi. Sasa anambia mama, hatuvai viatu, hatuvai nguo, tunafungwa nguo nyeusi hapa kifuani. Nikamatia hapo. Nimekamatia. Kamatia. Yaani mama umeenda kwa mganga wa kienyeji, mganga akakwambia muache mtoto. Umemwacha, umerudi nyumbani, unakula, unakunywa, unaendelea, una wasiwasi wowote. Si ndio yuko kwa mtaalamu hapo sasa. Hamna kitu chochote ambacho kitamkuta sasa kwa imani yake alipoiweka. Kumbe mtaalamu huyo akasema nimepata chombo hapa cha kunisaidia kazi. Sasa ikawa sio tiba. Akanambia hivi, yani kama vile shule ni shule zingine, sasa ni porini. Kwanza kiatu uruhusiwi kuvaa. Yani alafu kuna wamegawanyishwa kwa makundi. Wale kuja wageni, nimemuuliza maswali mengi. Yani wamejenga vinyumba vyao vile, unajua porini, unakuwa porini vinyumba vinavyojengwa vile. Ndivyo vimejengwa. Kwa wageni ni hapa. Nyewe wenyeji ni hapa. Wa idara fulani, yani hivyo. Kila watu na idara yao. Ikifika muda fulani yasema wanaamshwa na sio ni pembe, sio ni kitu gani? Unaipiga hizo pembe, sasa muda umefika, atakuwa mkutane mahali. Hamruhusiwi kuvaa nguo. Umefunga tu hapa hivi. Maziwa. Alafu kibaya zaidi wanakuta wameozeshwa. Ndio sasa kujikuta unapambana na binti katika ulimwengu, kumbe hayupo, yuko kwenye ndoa huko isiyoeleweka kabisa. Kazi ilikuwa sio kitoto kwa hiyo binti. Yaani ukiita nafsi ya simba utaikuta pale, kucha za simba anaanza kutembea kama kucha. Yaani anatembea na kucha sasa hivi. Ukiita yani acha, hakuna mahali ambali aliachwa. Majoka umo. Heka. Yani anaitwa Malkia na amepewa jina lingine. Yani anapewa na jina lingine, akiitwa jina lingine inaitwa Witness. Mpaka anasema majina ya Witness haya ndio yafanywe kazi, kwa sababu si mara ya kwanza kuomba na watu. Mapepo anajiruka sema mimi ni Witness. Nikasema majina ya Witness bado yafanywe kazi. Kuna kitu gani? Mimi si mchunguzi sana, unachunguza kujua majina yanamaanisha ni kitu gani. Yani tuko kwa nini mapepo mengi yanasimama kwenye hilo jina? Ya jina Witness. Nijiuliza maswali sana. Kwa hiyo unaweza kujikuta sasa changamoto ndo kama hizo sasa. Sasa tunaanza kuhojiana na yule ndo mganga mwenyewe akaja katika ulimwengu wa roho. Yani kama tunahojiana vile. Wewe ni nani? Wewe ni wa kwangu na ninyang'anye. Unataka uninyang'anye kwa nini? Wewe Kwa hiyo hapo najaribu kuelezea umeuliza swali. Najaribu kuelezea ama kukujibu kwa kifupi changamoto tunakutana nayo katika ulimwengu wa roho. Sasa watumishi tunatofautiana. Kuna wengine wamepewa karama ya kufundisha tu, sio karama kukemea mapepo. Kwa hiyo sasa kwa wale wa kukemea mapepo kama mimi hapa, hakika katika ulimwengu wa roho kuna vita kali sana. Lakini huwa siziogope hizo vita kwa sababu Yesu ndo aliye ndani yako. Kila kitu waje wajipange kwa namna yoyote ile, lakini bado Yesu wetu ni mshindi. Hakika, haleluya. Ndio maana unaweza kujikuta wewe ni mtumishi kama ghafla usiku usingizi umeisha. Acha kuzubaa, endelea kuomba. Afu msikilize Mungu. Mungu anataka nini? Kuna kitu gani kinaendelea mahali hapa? Kuna siku nilisikia kwamba kuamsha, kwa sababu kila mtu ana jinsi anavyoamsha. Na yani kuna staili tofauti jinsi Roho Mtakatifu anavyokuamsha. Anaweza kuamsha kwa nia nzuri tu. Kwamba yani kuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mazingira nyumbani kwako pale. Labda umeacha juko wazi, labda kuna hatari nyingine inaendelea pale. Si umeomba umemiliki nyumba yako yote. Kwa hiyo kunapotokea changamoto yoyote. Kuna siku niliamshwa tu kwa ajili ya tanki la maji limejaa. Saa 6 usiku. Nikasikia amka. Kaka, kwa mdogo wangu alikuwa anaumwa. Nikasema labda amezidiwa. Mimi mawazo yangu ikahamia kule. Nikatulia hivi. Nikasikia shuka chini na shuka. Toka nje, nikatoka. Yaani nikafungua mlango wa chumbani. Nikaangalia kwenye dirisha hivi ndani kwangu kama niangalie kwenye dirisha. Nikaangalia tanki la maji linamwaga kweli kweli. Nikasema asante Yesu kwa ajili ya kuniamsha. Nikatoka nikaenda kufunga maji kwa zangu nikalala. Nikasema sasa tungesubiri mpaka asubuhi hapa. Ungekuta yani ni na bahari ya Shamu. Tunagombana jirani kwa sababu lazima atoke mpaka kwa bahari ya Shamu alafu Kwa hiyo kwa kweli tumsikie Mungu au watumishi mimi natoa nini tena ushauri.
tusipungue rohoni. Tusiache kutafuta uso wa Mungu kwa bidii. Tusiache kumwambia Mungu sema na mimi. Kwa sababu tusiposikia sauti ya Mungu hakika utapigwa. Atakutafuta katika ulimwengu huo wa rohoni, sasa anakushindwa, anakuja katika ulimwengu wa mwili. Anaweza kukupikia hata chakula kizuri anakuletea, mwenzangu yani kwa shangwe. Kumbe kwenye hicho chakula mwanzo kula uone. Uharibifu mkubwa umetokea hapo. Na kuna kitu kimewekwa mle. Wanakamatiwa kwenye vyakula. Hasa watumishi wanaume. Kama ndo kwenye chakula. Kwa sababu ni watu ambao si wajikoni, watu si wa wapi. Kwa hiyo kwa kweli yani hutajua sasa hiyo kama ninaitiwa kweli kwa upendo au kuna mahali nazimwa hapa. Mimi nikienda sehemu naweza nisile hata siku 2. Kwa sababu ndani yangu hujasikia nini. Njaa ipo. Afu Mungu alivyo ajabu anaweza kunyamazisha. Anainyamazisha kama vile yani unaendelea na ambacho anatakuwa kuendelea nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Mimi Irene nakushukuru kwa sababu umenijibu majibu karibia yote. Hapa kuna changamoto ambazo unaweza ukazisababisha mwenyewe. Yaani nimejikuta umeshaniambia na zinazoweza kusababishwa na watu wengine. Yaani umenijibu. Mungu akubariki. Amen. Au unataka kuongezea? Zinazoweza kusababishwa na watu wengine. Sijajua hapa maswali yako kama ngapi. No, ni hili tu. Leo tumelianza. Ni hili tu. Ni somo ambalo zinazoweza kusababishwa na watu wengine. Ya kwanza ulionijibu tena umejibu kwa upana, umetupa na testimony. Yaani nimejibu kwa yale ambayo ninashuhudia mimi. Kwa hiyo kwa yupo mtumishi ambaye pia anaweza kukutana yeye na ana ya kwake na majaribu ni tofauti. Maana nikaamua kuhadisia hapa ili yani sasa niambie. Vitu ni vingi. Niambie. Zinazoweza kusababishwa na watu wengine. Unafikiri ni zipi? Nipe hata moja. Changamoto ambazo zinaweza kusababishwa na watu wengine. Ambaye hajaja kwenye huduma, hujamuombea. Mwingine pia huna hata mazoea naye, si ndio? Changamoto cha kwanza ambayo mimi naweza kusema, unajua katika huduma kuna wivu mkubwa sana. Si kama watumishi wanajua hilo. Yaani kuna wivu mkubwa mno. Ama watumishi kwa watumishi. Mimi nishalishuhudia. Yaani wewe hapo huduma yako labda sio yaani unajua karama inaweza pia zikafanana ama naweza zisifanane. Lakini wewe hapo unaweza unatamani wewe hizo huduma zako, yaani huduma nilionea mimi uibebe wewe na hiyo yako kuendelea, si hivyo? Kwa sababu Mungu anasema sisi viungo vya kwake. Kwa hiyo tunategemeana. Unachofanya wivu ule sasa, wivu ule ukainuka. Wivu ule yule sasa ambao unaona yaani mimi sasa ndo unanionea mimi sasa. Utatafuta jinsi gani ya kuweza kublock hiyo huduma yako. Sasa ndo unakutana na changamoto. Mtumishi ndo mwanaume sasa. Wewe una hakika jaribu ambalo litaenda kumkuta yule mtumishi. Si wanajua udhaifu. Udhaifu wanaume yani wanajua. Kuna mahali nishashuhudiaga au nishasikia ushuhuda kwamba kuna binti alitumwa rasmi kwenda kumjaribu nani? Mchungaji. Kwa hiyo sasa majaribu namna hiyo. Yani mlango wa kwanza wa majaribu wa wanaume ni habari ya kuzini. Yani mtego wa namna hiyo. Kwa sababu kuna mmoja alisema kwamba alikuja binti kwa ajili ya kumwombea. Lakini anaponielezea hakiniingii. Yani hakiniingii navyo, yani namsikiliza yani umpati. Yani simpati bado. Lakini katika kumwombea au katika hata kabla sijaanza kumwombea, unaona binti yule kwa kweli staili ambayo ananifanyia ukabaki umechoka. Yani si hivyo ninavyotakiwa. Sasa anasema basi tuombe. Anaomba, binti ya mapepo yanapanda. Si mapepo bali ameamua tu kujifanyisha kuwa na mapepo. Sasa mapepo yakaanza kuvua nguo, mapepo anaanza kubaki uchi sasa. Sasa mkioni mtumishi, una mke ndani, yeye ndio una mke jao. Una hata kitenge ndani ujue, unafunika. Unafunika nini? Nakumbuka mtumishi mmoja alikuwa anafunika, anasema alikuwa anamwambia dada yake mapepo. Akasema nilichokumbuka akili yangu nienda kuchukua godoro nikafunika naye. Aliamua kuwekea godoro. Nikasema hii ilikuwa ni makubwa sasa. Hilo godoro sasa. Bandikiza. Kwa hiyo kuna majaribu ya namna hiyo. Kwa hiyo nimejaribu kugusia kidogo. Nakushukuru. Nakushukuru kidogo yani kwa kile ambacho nimeshakisikia. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Sasa ukajikuta mtumishi kama hujasimama vizuri, unajikuta una mke. Msichana anakuja kwa staili, unajua ameshajipanga staili zote za kwao ambao unafanya. Kwa hiyo unakuta anaingia kwenye jaribu.
Kwa Mungu atusaidie sana yani, na Mungu asaidie watumishi. Unanipa mambo mazito na makubwa. Irene, shina kubwa la watumishi ni kiburi. Kiburi. Watumishi wa Mungu kiburi. Mlango sasa una kiburi kwenye eneo gani mama? Maeneo karibia yote. Umeshakuwa wewe mwana maombi, shajua wewe ni mtumishi, watu wanapokimbilia pale unajua kiburi kila kitu na kujiona uwezi kuanguka. Yaani kiburi kinajaa, unajiona uwezi kuanguka wewe, kwamba kama ulivyosema unajiona wewe ndo wewe. Wewe ndo unaweza, yani hakuna anayekusogelea anayekufikia. Sasa hiyo ndo mbaya sasa, ndo inakuta ni mlango tu mbele. Na ndo na kushindwa kuwaona hata viongozi wengine kama ni. Nilikuwa naongea na mtu mmoja akasema, mimi Mungu aliachilia huduma kubwa ndani yangu, lakini namshukuru Mungu kajitambua. Anasema nilifika mahali nikaona hata watumishi wachungaji kama hawafai kitu, kwa sababu alikuwa akisimama kwa ajili ya kufundisha na baada ya hapo kuomba, yani wale watu wote zaidi ya 200 au 300 kama wakibaki waliosimama ni 5 au 10, anasikia nguvu ya Mungu inashuka. Nguvu ya Mungu inashuka na watu wanapokea na wanapona. Baada ya hapo na testimony na nini, Mungu anajitwalia utukufu. Kwa hiyo akafika mahali sasa yeye akaona kama vile Mungu ila sasa akaanza kudharau wao. Sasa katika kwenda akaja kugundua kwamba mimi namshukuru Mungu kwa ajili yake, kwa sababu alitambua. Unajua kuna mtu mwingine jambo linamuinukia hatambui na anaendelea kwenda, lakini kumbe sasa hapo Mungu kashamwacha. Yuko mwenyewe. Mimi ni Mungu mwenye wivu, nasikia hilo neno. Akamwambia mimi ni Mungu mwenye wivu. Haya sasa subiri wewe, kaa hapa tulia, sababu usijifanye wewe ndo nguvu zako. Ni nguvu zangu mimi hapa. Acha kabisa. Mungu mimi Irene ninapenda yani so nzuri, lakini muda mwenyewe. Hapa nirudie tu kusema kwamba kiburi ni kujiona uwezi kuanguka, kushindwa na kuwaona viongozi wengine walioshindwa kuwa sio kitu. Kiburi hicho. Yani kuna hiyo picha yule naye yani kila unayemuona unaona yuko huko, lakini wewe. Kwa hiyo hiyo inaenda taratibu, inakumega, inakurarua, na Mungu anakuwa hayuko tena na wewe. Kwa hiyo unakuwa unaenda mwenyewe. Kwa hiyo sasa maombi ya leo ni maombi ya kuomba roho ya kiburi kuondoka kwenye mioyo ya watumishi wa Mungu. Mimi ninapenda sana kusoma vitabu sana. Ndiyo. Nilimnukuu maneno fulani ya Dr. Miles. Dr. Miles ni mwandishi wa vitabu na ni mwalimu wa masomo ya uongozi. Anasema usimcheke kiongozi anapoanguka katika tatizo. Kabisa. Usimcheke kiongozi, muombe. Ndio maana nampendaga yule mamangu Upendo, mwenye anasemaje? Usifanyaje pale wimbo anasema usifurahi ndugu yako. Usifurahi. Lakini watu leo wanafurahi. So kitu kizuri. Watu leo wanafurahi. Ninasikia Beatrice anaumwa jamaa. Afadhali. Hivi mimi nimekutana nayo tena mtu uso kwa uso. Tunamsema mtu ana changamoto fulani. Bora. Hivi Irene unamuelewa mtu wa hivyo? Ndani yake hana upendo. Unaweza kusema yuko kifupi, kwa sababu kama una upendo na watu wote na Mungu anasema tupendane. Wewe una upendo ndio maana unafurahia mzio kuuma. Samueli wa pili 1:19-21 kuna maandiko pale, kuna maneno pale, lakini nataka kukuambia kwamba Daudi hakufurahia anguko la Sauli. Hebu tuwaone hawa watu. Wawe vielelezo kwetu. Kwenye sura ngapi? Samueli wa pili 1:19-21. Una haja ya kuisoma. Daudi hakufurahia anguko la nani? Lakini leo mimi Irene nikisikia una changamoto, mimi ndo nafurahi kabisa kwamba bora. Hivi sasa ambacho sio kitu kizuri kija kwako tena kauka naweza kaja mara ngapi yake kikakoa. Hamna kufurahia. Watumishi natakuwa tubebane, tuombeane. Na katika hali ya kawaida ili huwezi kukwepa changamoto katika kanisa au katika utumishi ulionao. Huwezi kuzikwepa. Ukizikwepa inaonyesha yani wewe kama vile kuna ukomavu fulani una. Na changamoto hizi ndo zinazo kufanya ukue. Bila kuwa na changamoto Irene huwezi kukua. Yani kabisa. Yani unakuwa kiroho. Yani unapokutana na jaribu nikwambia ndo linavyokukuza, linakupanua, linakuweka vizuri. Basi muda umetuishia. Muda umetuishia kabisa. Niwamalizie watu hao wawili, waandishi wa vitabu hao. Sawa. Mmoja anaitwa Maxwell. Naye
ni watu wanaofundisha sana kwenye vitabu vyao na kwenye masomo ya uso kwa macho. Anasema changamoto au jaribu ni marafiki zetu. Kwa hiyo yani tuvipende. Kuna andiko Yakobo amesema furahini mnapoangukia katika majaribu. Ina maana ile jaribu litakupa namna utakavyoweza kufanya nini? Kumsogelea Mungu. Si ndio eh? Ukuje kupiga magoti utapiga ise. Utasumbua goti. Unaona eh? Ulikuwa unaomba maombi ya kawaida tu, nasikia tu anaombaga na wewe uko utaomba utabubujika. Lakini kwa siku utaomba pako utaanza. Kwa hiyo jaribu hili, huyu Maxwell anatuambia changamoto au jaribu ni marafiki zetu. Kwa hiyo yani tuvione vya kawaida. Tuvione vya kawaida. Limekuja ndio, tafuta namna gani unaweza kufanya nini? Kulisolve. Tuko sawa? Nimmalizie mwingine? Sawa. Huyu ni jina lake limenitoka. Anasema usitishwe na changamoto, sio dhambi. Sio dhambi changamoto, Irene. Wengi kupitia aibu ndipo tukue. Kuna aibu fulani watu tunakutana nayo, alafu ndo Mungu anakupitia aibu hapo ndo. Wewe Mungu kaniacha, Mungu hajakuacha, amekupitisha huko. Wakati mwingine watu wakudharau, wafanyeni, mwisho sana anaenda kukuinulia pale, watu wanabaki wanashanga. Kwa hiyo Irene, changamoto zipo. Sisi kama watumishi wa Mungu, yani itakavyokuja, omba hekima ya kimungu ili kuitatua. Kabisa. Tuko pamoja? Hebu soma Zaburi ya 17:3. Mbili inabidi tuendelee nalo wiki ijayo. Na Mungu anasema Zaburi ya 17:3. 117. 17. Na Mungu anasema umenijaribu moyo wangu. Umenijilia usiku. Umenihakikisha usione neno. Nimeunuia kinywa changu kisikose. Umeisoma vizuri? Sijui kama ndio ni mstari wa 3. Yes. Zaburi ya 17. Ngoja nirudie tena. Hebu rudia tena nisomee kwa neno. Mungu anasema katika Zaburi ya 17 mstari wa 3, na Mungu anasema amenijaribu moyo wangu, amenijilia usiku, umenihakikisha usione neno. Nimeinuia kinywa changu kisikose. Umeelewa vizuri mwandishi? Anaeleweka vizuri. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku, umenihakikisha usione neno. Yani kila unapo haupo changamoto imekuja, lakini isikufanye ndo nimeanguka. Ni kabisa. Lazima imekuja ikuvushe, imekuja ikupe namna ya kupiga hatua, sio namna ya kubaki tu umelegea. Yani kama vile umeanguka hapo, watu wakute hapo umeanguka. Tafuta namna uinuke, alafu usonge mbele, si ndio Irene? Amina. Watu bariki. Basi tuende mbele za Bwana, tuombe Mungu atusaidie, asaidie watumishi wote, tuwe na moyo unyenyekevu, kujua kwamba hii neema ya kuitwa mtumishi wa Mungu si kwa akili zetu wala si kwa nguvu zetu. Ni Mungu amekuchagua kukuweka hapo ili utumike kwa niaba yake yeye. Kwa tunapoenda kujiinua tunajikuta sasa huduma anaweza kujikuta anafanya peke yako afu kamwacha Mungu nyuma. Ni kitu ambacho hakimpendezi yeye kabisa. Ndio maana unaweza kukuta mlango kaingia au jaribu linapata mlango kupitia wewe mwenyewe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tuko mbele zako sisi watoto wako katika chumba, ndani ya chumba cha siri. Tunakushukuru kwa ajili ya somo hili ulotupa siku ya leo. Ni somo ambayo pia ni gumu mno sana. Ni somo ambalo linahusu habari ya watumishi wa kwako wewe Mungu. Asante kwa sababu Mungu unamjua kila mmoja mmoja. Asante kwa sababu Mungu unatufahamu kila mmoja mmoja. Tumesogea mbele zako Yesu Kristo wa Nazareti hai, tukikushukuru kwa ajili ya kazi ambazo Mungu anaendelea kutupa kuzifanya. Asante kwa ajili ya nguvu ambazo Mungu unaendelea kutupatia ya kiroho na kimwili. Lakini Mungu tunazidi kuja kwako tukitubu kwa ajili yetu, kwa sababu
damu yako Mungu wa rehema, Yesu Kristo inajua kunena mema, inene mema juu yetu sasa, itusafishe, kwa sababu sisi tumekuwa tuna kiburi mbele zako. Yamkini tuna kiburi pasipo hata mimi mwenyewe kujua, pasipo hata huyu mtumishi kujua kama kuna mahali anajiinua, kama kuna mahali kiburi kimeingia. Ninatubu, naomba rehema kwa ajili ya hili Bwana, na tupo tayari Yesu, tuchunguze, useme nasi, kwa sababu unaweza kabisa kusema nasi nyakati zote. Zungumza na kila mtumishi mmoja mmoja, ukazungumze naye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kuna mwingine tayari ameanguka. Yesu, ninaomba nguvu yako, uwepo wako ikapate Yesu Kristo kumrudishia tena huduma yake kwa upya. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunakataa majaribu mbalimbali ambayo yanaturudisha nyuma kiroho, ambayo yanaturudisha nyuma katika kukutumikia we Bwana. Tunakataa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kuna wengine hawawezi tena kuomba, hawezi tena kukutumikia we Mungu. Ninaomba Mungu wa rehema ukapate kuangalia tena kwa jicho lingine la upya. Yesu, kawarudishie tena nguvu ya kwako we Bwana ndani yao. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunakataa kila aina ya mauti inayotumwa kwa utumishi wa Mungu. Tunakataa kila aina ya anguko ambayo linatumwa kwa utumishi wa Mungu. Yesu, tunaachilia damu yako takatifu Mungu wa rehema. Yesu Kristo kashughulike juu ya hili. Ni katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunakataa kila kusudi baya, nguvu za giza, mashambulizi, vita, visasi. Tunakataa hizo roho zote kwa damu yako takatifu. Bwana Yesu Kristo, kuna wengine watumishi wako wanarudishwa nyuma kwa ajili ya wanawake. Yesu Kristo, simama juu ya hili, wasaidie, peke yao hawawezi. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai tunaomba tukiamini hakika Yesu uko mahali hapa. Umesema ombeni lolote kwa jina langu nami nitalifanya, ili Baba tukuze ndani ya Mwana. Nasi tumeomba Bwana Yesu Kristo, usipungukie watumishi wako, usitupungukie Bwana. Tunaomba tukuone we Mungu wa rehema ukitenda Yesu Kristo kupitia sisi. Tukiomba Mungu wa rehema utusaidie Mungu wa mbinguni, wale ambao wana shida, ambao wamefungwa kwenye mashimo, wafunguliwe kupitia sisi. Ni katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai tunaomba tukiamini, amen. Amen. Barikiwe. Amen, barikiwa. Barikiwe sana. Amen. Asante sana. Irene, ili somo tutaendelea nalo nafikiri vipindi kama viwili. Hapa kuna kitu kimoja kati unaomba na wewe bwana wewe. Unaongea taratibu sasa hapo. Mimi hata mimi sisikio. Niambia mimi naongea taratibu. Nasema hiki kipindi ili somo tutaendelea nalo. Nafikiri kama safari ndefu kidogo hapa. Ni safari ndefu kwa sababu limegusa maisha ya watumishi wa Mungu. Kuna mambo matatu hapa ambayo yanawakabili watumishi wa Mungu, changamoto yani. Kuna fedha, kuna uzinzi na kutafuta utukufu. Hivyo vyote tutavipata huko kwenye vipindi ambavyo vinaendelea kuja. Kwa hiyo nimekusikia ukiomba ukatuambia habari ya kupenda fedha, uzinzi, yani nikasema mtumishi wa Mungu amenipiga mapema sana. Amina, mtumishi wa Bwana ambao uko nyuma ya kamera, Mungu akubariki. Tunairisha kipindi chetu. Mungu akubariki sana. Barikiwa sana. Amina. Mbona umkaribishe mtazamaji alafu hujamuaga pia umesahau? Hebu karibu. Somo limepiga. Atatushangaa. Somo limekupiga? Usipigwe sasa, wewe ni mtumishi upigwe tena vipi? Lazima nilitafakari. Lazima nilitafakari. Basi mwage mtazamaji. Mungu akubariki kwa kuwa nasi toka tumeanza mpaka sasa tumemaliza. Nikuombe. Hebu pita. Najua wote sisi tu watumishi wa Mungu Irene. Mungu ametuita. Wote tutumike. Yaani hakuna aliyekuja hapa ana ajenda yake nyingine. Mungu anakusudi na kila mmoja. Kwa hiyo wote tu watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kila mmoja uangalie pale ulipo. Vitu gani vinaweza vikakuangusha na vitu gani vinaweza vikakuinua. Sasa vinavyokuangusha hebu usivipe nafasi. Ila vile vya kukuinua hebu simama navyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nikuombe mtazamaji mpendwa, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti pia. Tuambie unatamani nini, unapendelea nini, tuko tayari kufanya. Asisahau pia kuwezesha huduma. Sababu kuna vitu vingi ambavyo nitakuwa viendelee. Kufanyaje? Yaani chumba cha siri nitakuwa kiendelee. Sasa tusipoweza kuendelea huu chumba cha siri, wengi unakuta hatujafikia pale ambapo Mungu ametaka mani tufike. Nilikuwa naongea na mtu mmoja jana, aliniambia vitu of course nilimuelewa na nikasema mtumishi, nimekuelewa na Bwana atupe namna ya kulifanyia kazi.
Niambia vitu vingi, kwa hiyo upungufu ambao nauona ndani ya chumba cha siri naruhusiwa ku of course ikimpendeza Mungu next week Bwana akipenda tutakuwa naye, lakini aliniambia vitu nilijikuta nimeshiba, nimejaa. Amen. Amen. Mungu akubariki. Amen.